Kweli kwetu sisi tunamshukuru Mungu baada ya kumaliza mechi yetu ya mwisho juzi ya finali, na tuliweza kurejea Dar es Salaam jana na moja kwa moja kuingia kambini kwa ajili ya mechi yetu ya kesho dhidi ya Singida. Kama tunavyojua ni kwamba ni mechi yetu ya kiporo na sio mechi rahisi. Tunaijua kwamba ni mechi moja, Singida ni moja ya timu ngumu sana, ambayo ni timu ambayo imewekeza, ina wachezaji wazuri, ni timu ambayo katika ligi inasumbua. Kwa hiyo tunajua kwamba tuna mchezo mgumu katika game yetu ya kesho. Kwa hiyo sisi kama Simba tumejipanga na tupo katika maandalizi mazuri kabisa ya kuhakikisha tunapata matokeo mazuri katika mchezo wa kesho, japokuwa pamoja na ugumu wa Singida, lakini lazima tupate pointi 3 katika mchezo wa kesho. Nafikiri utakuwa ni mchezo mzuri kama nilivyosema awali, kutokana na uimara wa vikosi vyote viwili. Singida wamekuwa na timu nzuri sana na wamekuwa ni wapinzani wetu, ni watu ambao wanatupa game ngumu sana. Hata ukiangalia mechi ya kwanza tulipata ushindi wa goli moja, lakini ulikuwa mechi haikuwa rahisi sana. Kwa hiyo nategemea itakuwa ni mechi ngumu tena, na ni mechi nzuri kabisa ambayo itakayokuwa kesho, yenye ushindani mkubwa sana. Lakini tumeshasema kwamba pamoja na ushindani wao na ugumu wao wote, tutahakikisha tunapata pointi 3 katika mchezo wa kesho. Ratiba imekuwa tight, na nafikiri duniani kote hakuna mwalimu ambaye anayependa kufurahia kucheza katika mechi ambayo kila baada ya siku moja mbili unaenda kucheza mechi, hususan kama umetoka kucheza katika mechi ya finali. Lakini tulilijua mapema na ratiba tulikuwa nayo, kwa hiyo tunaweza kumanage, kujua ni jinsi gani tukacheze, na kutokana na mechi ambayo tuliomaliza. Swala la rotation nafikiri ni jukumu la sisi walimu. Kwa hiyo tutakuwa tuna section ya mwisho ya mazoezi sisi leo. Kitu kizuri kwetu sisi ni kwamba timu nzima iko kambini, wachezaji wote wako vizuri. Kwa hiyo ni swala la benchi la ufundi kuamua nani aanze kesho na nani asianze. Hicho ndio kitu kizuri kwetu sisi. Kwa hiyo nafikiri baada ya mazoezi ya leo, session ya mwisho, tutajua mpaka kesho nani atakayeanza, nani ambaye haanzi. Mimi nafikiri kila mechi inakuwa na approach zake. Naweza kusema kwamba finali imeshaisha, na nikisema kwamba mechi ya finali imetusaidia kiasi gani kutokurudi katika ligi ya ndani, ni mashindano mawili tofauti na ni mechi mbili tofauti kabisa. Kwa hiyo mimi nafikiri mechi ya leo ya kesho itakuwa na approach tofauti na mechi ambayo iliyopita. Kwa hiyo sisi tujiandae, kwa sababu ni mashindano tofauti na ni mechi zingine tofauti. Nafikiri kila mechi itakuwa na utaratibu wake katika kuhakikisha tunapata matokeo. Baada ya finali juzi, kwa sababu matarajio yetu ilikuwa ni kuweza kubakisha kikombe nyumbani, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo kisaikolojia lazima kila mtu iwe kwa hivyo, lakini tunashukuru kwamba wachezaji wetu sisi tunaoelewa, ni wachezaji ambao wamepevuka. Baada ya finali tulifanya kikao na kusema sasa hili limekwisha. Target yetu sasa ni kwenda kuweza kuhakikisha tunapata ubingwa katika ligi kuu, na huwezi kuwa bingwa kama ukushinda mechi hii ya kesho. Kwa hiyo mimi nafikiri kila mchezaji yuko vizuri na lile lilopisha limepita. Kwa hiyo kila mmoja focus yake yote ni kwa ajili ya mchezo katika ligi yetu, na hususan katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Singida. Sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wetu wa kesho, japo tunatambua mchezo hauwezi kuwa rahisi kutokana na mpinzani wetu, hasa kwenye mechi yetu tutakuwa tunapata upinzani kweli, lakini sisi kama wachezaji tupo tayari kupata mechi kesho nzuri, na tunatarajia kuwa mechi itakuwa ngumu, lakini sisi kama Simba tutajitahidi kuweza kupata pointi 3. Cha kwanza ni kuhamasishana, kwa sababu tunajua tumebakiza mechi chache kuweza kumalizia, na tunataka tumalizie vizuri kwa kila mchezo kuweza kupata pointi 3. Kwa hiyo hilo ndio kubwa kwetu. Hilo ambao tumecheza finali lishaisha, kwa saizi focus yetu yote ni kombe la ligi pamoja na FA. Kwa hiyo ile focus ambayo umetuona nayo kwenye klabu bingwa ndio hiyo ambayo utatuona nayo kwenye kombe la ligi au zaidi pia. Kwa hiyo sio kashangaa ukiona kwamba tumeongeza chachu zaidi, ila haiwezi kupungua zaidi, tutaongeza zaidi ya hiyo. Ni timu nzuri na wako vizuri, wana wachezaji wazuri. Kwa hiyo wao kupumzika muda mrefu na sisi kucheza mechi baada ya siku mbili, sidhani kama kuna tatizo. Kikubwa tu ni sisi jinsi tutakavyosikiliza maelekezo ya walimu na kuweza kuyatumia kuweza kupata matokeo siku ya kesho. Kama nikifanikiwa kupata nafasi katika siku ya kesho, ni kuweza kuipambania klabu yangu kuweza kupata pointi 3. Tuko na jambo ambalo tunasema kuwa mawazo yetu yani yale attitude ambayo tumekuwa nayo kwa sasa hivi, malengo ambayo tulikuwa tumeweka pale mbeleni kutafuta ile kitu ambalo tunasema CAF tickets imeweza kutimia kama club. So kwa mawazo yetu na nidhamu zetu na motivation ambayo tuko nayo kama team sasa hivi, ni level ambayo tuko kama Singida Black Stars, na level ambalo tuko sasa hivi
ni wakati bora zaidi, kwa sababu ile CAF ticket already iko confirmed. Ni jambo ambalo nataka kupea timu nzima kongole kubwa sana. Kama tunajipa kongole, kwa hivyo inamaanisha ni tunabisha kwa mlango. Sasa hivi ni rallying call sisi kama club kuweza kuanza kuonyesha ile kiwango ya mahali ambalo sisi wenyewe tunalitaka kama club, yani ile level. Na ukiangalia vizuri sana, nafikiria tunakuja kucheza mechi ya kesho kwa wakati bora zaidi. Kwa wakati bora zaidi vipi? Kwa sasa hivi tuko na ile CAF ticket, na ukiangalia jinsi ambavyo mpinzani ambao tunacheza naye ambaye ni Simba wamekuwa katika ile Confederation Cup wakicheza sawa. So tukiangalia wapinzani wetu mwenendo ambao wamekuwa nalo katika kuqualify katika group stages, kucheza katika group stages, na vile vile ukweli wamefanya kazi kubwa sana kufika katika finali. Ingawa of course kikombe likubakia Tanzania, jambo ambalo sisi kama wazalendo wote wa Tanzania tungependa libaki. Lakini sasa hivi sisi kama Singida tumeona kikombe imezinduliwa mpya la CAF pale. So mawazo yetu ni kuwa mechi ambayo tunacheza na Simba back to back itatupea level nzuri zaidi sisi kama team. Ni nini ambalo tunafaa kufanya tuje katika nafasi bora kucompete katika level ya CAF, kwa sababu sasa hivi lazima tukubali ile level ambayo tuko sasa hivi, ile step ambayo tumechukua kama team, na hiyo ndio motivation kubwa sana na kuja nayo kama kocha outcome ya mechi. Kwa hivyo sasa hivi sisi tunajajiwa ni tutafanya nini kupata yale point 3, na ndio kwa maana napea wachezaji wangu na vile vile napea mashabiki wetu rallying call. Singida imefika wakati wanaenda chase 3 points, so hakuna doubts na tuwezi beat around the bush. Hiyo ndio level ambayo tuko sasa hivi, kwa sababu sasa hivi pia tunaangalia kimataifa. Football consistency ya kucheza inakuweka katika kiwango bora ya ushindani. Sawa. Okay, of course sisi tumekuwa na break, lakini kitu muhimu sasa hivi katika mechi ya kesho lazima mimi nijaribu kuimprove timu yangu mental kimawazo, kuweza kujiweka katika nafasi bora ya kuwa na ushindani ya kutupea point 3 kwa mechi yetu ya kesho. So of course hawa kona rhythm, hawa kona momentum, but sisi lazima tu develop ile mental attributes ndio tuweze kufika kile kiwango kinaeleweka. Kiwango kipi? Of course lazima tu respect Simba wamekuwa katika finali ya CAF ticket, na tunawapongeza kwa hayo, na vile vile jinsi ambavyo walipata ile upinzani pale ndio upinzani ambao tunataka pia wapate the same. So hayo ndio yale nazingatia. Tunaenda kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Tunaamini mechi ya kesho itakuwa ni mechi ngumu, lakini sisi kwa upande wetu makocha wametupa mbinu zote na tumeshajiandaa kwa asilimia zote, asilimia 95 kwa ajili ya mechi ya kesho ambayo tunasubiria tufike katika uwanja wa mapambano. Mchezo unakuja kwa namna yake tofauti. Tunaamini kwamba mechi ya kwanza, mkondo wa kwanza tulipoteza, ila kwa huu mkondo wa pili sisi tumejiandaa vizuri, kwa sababu tumejua mahali fulani ambapo tulikosea. Kwa hiyo tumejipanga kwa ajili ya kutafuta pointi 3. Sisi kwa upande wetu tunaelewa kwamba Simba imetoka kucheza mashindano ya kimataifa, lakini sisi haituzuii sisi kwenda kupambana ili tuweze kupata alama 3. Kwamba sisi tukikaa lazima tuambizane kwamba tunaelekea mwisho wa msimu na hii mechi tunahitaji kufanikisha ili tuweze kupata pointi 3. Ndio mipango ya timu. Kwa hiyo kila kitu kitafanyika vizuri, na naamini tutashinda. Kama tulipoongea mwanzo na kocha alivyosema kwamba sisi tupo kwa ajili ya kupambania pointi 3. Hatutoangalia kwamba mechi inakuja kwa namna gani. Hivyo kesho itakapofika ndo dakika 90 ndo zitaamua kila kitu.